Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, mahali popote ulipo unapotufuatilia ulimwenguni. Na leo tunatoa sehemu ya pili, maombi kwa ajili ya mama wajawazito. Na leo tunafundisha maneno ya kutamka kwa mtoto wako akiwa tumboni kabla ya kujifungua. Maneno ni roho, yana uwezo wa kusafiri. Ukisoma katika ile Zaburi ya 107 mstari wa 20, wanasema kwamba Mungu hulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi yao. Kwa hiyo kadri wewe unapotamka neno, mtoto wako anasikia. Kama kuna uangamivu wowote, basi anakwenda kuokolewa kutoka kwenye uangamivu huo. Kwa hiyo unashika tumbo lako na unakuwa unatamka maneno ya ushindi kwa kusema, wewe mtoto utafundishwa na Bwana na utaelekezwa na Bwana pindi utakapozaliwa, na amani yako itakuwa nyingi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba wewe mtoto, ninatamka kuanzia sasa, wewe ni mtoto wa Mungu, utafundishwa na Mungu, utaelekezwa na Bwana katika njia zako zote. Macho yake ya huruma yatakuwa yakikutazama ukiwa huko tumboni na ukiwa umekwisha kuzaliwa. Na hilo ni neno la Zaburi ya 32 mstari ule wa 8. Kwa hiyo unatamka tena, amani yako itakuwa nyingi. Unashikuweka mkono kwenye tumbo, wewe mama mjamzito, unatamka, wewe mtoto, amani yako itakuwa nyingi. Kwa jina la Yesu utatengwa mbali na hofu. Kuanzia sasa utadhibitika katika haki. Utakuwa mbali na kuonewa. Kwa hiyo ukimaliza unaweka tena mkono kwenye tumbo, unakiri Yeremia 1:4. Wewe mtoto, Mungu anakujua kabla ya kuingia tumboni kwangu, na anakujua utakapotoka, na amekutakasa. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Unakiri wewe ni mtumishi wa Mungu kuanzia sasa. Ni mtumishi wa Mungu. Utahubiri kwa mataifa makubwa. Kwa hiyo unatamka jinsi unavyotaka mtoto wako awe akizaliwa. Na jinsi unavyotamka ndivyo itakavyokuwa. Unaelewa? Mariamu alipomtembelea Elizabeth, Biblia inasema kwamba Elizabeth alikuwa mjamzito. Kwa hiyo mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo lake alivyosikia ile salamu ya yule mama, aliruka. Kwa hiyo kama aliruka, maana yake alisikia sauti ya mazingira ya nje, kwamba kuna sauti iliingia ndani ya mama, lakini iliingia ndani ya mtoto. Kwa hiyo kila unachokiri, mtoto aliye tumboni anasikia. Kwa hiyo tujitahidi kufanya mara kwa mara. Ukiwa mjamzito, tamka maneno, tamka kuwa mtoto wewe ni mtumishi, tamka maneno mazuri ya Mungu kwa mtoto wako. Mtoto huwa anasikia. Na kwa nini tunatamka maneno? Kwa sababu maneno ni roho, yana muda wa kukua, maneno yanaumba, maneno yana nguvu. Kwa hiyo tutamke maneno mengi kwa watoto wetu mazuri. Tutamke kwamba, tamka mtoto wako atakuwa nani. Kama unataka awe daktari, sema kwa wewe mtoto utakuwa daktari. Wewe mtoto hautakuwa mtu fulani, hautakuwa mtu fulani, lakini utakuwa daktari. Kama unataka asije kunywa pombe, tamka hapo ukiwa mjamzito. Sema kuanzia sasa, wewe mtoto, pombe itakuwa adui kwako kuanzia sasa. Utakapotoka duniani hautaka uonje pombe. Kuanzia sasa ninakutenga mbali na ulevi, kilevi chochote. Ndivyo ilivyoandikwa kwenye Waamuzi 1. Tenga mtoto wako na kila tabia ambazo hauzipendi. Sema wewe mtoto hautakuwa muongo. Wewe mtoto utakuwa mkweli siku zote. Sema wewe mtoto hautakuwa maskini. Wewe mtoto utakuwa ni tajiri. Sema wewe mtoto utakuwa ombaomba, utabariki watu wengi. Ndivyo neno la Mungu linasema katika Zaburi ile ya 37 mstari wa 25. Kwa hiyo kile unachokiri ndicho kitakachokuwa. Mbariki mtoto wako, tamka maneno ya kubariki. Kama unasikia matishio yoyote, soma na Isaya 54 mstari wa 17. Sema wewe mtoto, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila kinywa kitakachoinuliwa juu yako, huo ulimi utahukumiwa kuwa mkosa. Kwa jina la Yesu Kristo, huo ndio urithi wako wewe mtoto. Kuanzia sasa maneno hayo yatakwenda kufanya mambo makubwa. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, umesema neno lako li hai tena lina nguvu. Waebrania sura ile ya 12, katika sura ya 4 mstari wa 12 linasema neno la Mungu li hai. Maneno haya yaliyotamkwa juu ya watoto walio tumboni yana uhai. Maneno haya yana nguvu, tena yana uwezo wa kubadilisha. Katika jina la Yesu Kristo tunatamka sasa, wewe uliambiwa kwamba utazaa mtoto jambazi, tunafuta neno hilo. Mtoto huyo hatakuwa jambazi, bali atakuwa ni mtumishi wa Mungu aliye hai.
Wewe uliyeambiwa utazaa mtoto ambaye ni ombaomba, tunafuta. Wewe uliyeambiwa kwamba utazaa mtoto ambaye ni mbwa, tunafuta. Maneno magumu yote uliyotamkiwa kipindi cha ujauzito, tunayafuta, hayatakuwa wala hayatasimama juu yako katika jina la Yesu Kristo. Hili ndilo neno la Bwana juu ya hayo maneno. Hayo maneno hayatakuwa, hayatasimama, hayatakuwa na nguvu, hayatatembea wala hayatazaliwa juu ya mtoto huyu. Katika jina la Yesu tunatamka ya kwamba mtoto huyu atazaliwa akiwa amejaa neema ya Mungu. Tena atazaliwa akiwa anawapendeza wanadamu na kumpendeza Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tunavunja nguvu zote za giza na tunaharibu kila maneno yenye uharibifu, na tunaharibu kila maneno yaliyobeba mauti, na tunaharibu kila maneno yaliyotamkwa sirini, na tunatamka maneno yote yaliyotamkwa gizani, tunayavunja na kuyaharibu, tunayang'oa na kuyasambaratisha, tunayang'oa na kuyateketeza, tunayavuruga hayo maneno kwa jina la Yesu. Wewe mtoto utakuwa mtumishi wa Mungu. Tunaondoa uvuli wa mauti juu yako. Tunafuta kila kilichoingia kwenye ufahamu wako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakufunika, utakuwa utasalama, hakutatokea uharibifu wowote, mauti haitakuona, uharibifu hautakuona. Katika jina la Yesu tunatangaza ukawe mzima na mamako akawe mzima. Katika jina la Yesu tunanyamazisha kila vita juu yako na tunanyunyuza damu ya Yesu Kristo anzia utosini mwako hadi kwenye nyayo. Katika jina la Yesu utakuwa mtoto mwenye furaha siku zote. Katika jina la Yesu silaha zote za ule mwovu zitakazosukuma kwa namna yote ile hazitafanikiwa juu ya watoto wote walio kwenye matumboni. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaharibu na kuteketeza mpango wote wa giza. Ninaharibu na kuteketeza makubaliano ya kuzimu. Ninaharibu na kuteketeza kila nguvu zilizoshikilia watoto wadogo. Katika jina la Yesu Kristo, roho yote ya mauti inayotea tunaivunja na kuiporomosha kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Roho yote ya uharibifu tunaivunja na kuisambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Alikuja watu wawe huru kisha wawe nayo tele. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunatabiri wazaliwe watoto ambao ni watumishi wa Mungu kama kina Samueli. Wazaliwe watu ambao wana roho za maombi, watu wenye roho ya neema na maombi juu yao kama kina Danieli. Katika jina la Yesu Kristo tunaweka watoto hawa ambao ni watumishi wa Mungu sasa wakfu, kama ilivyo katika Yeremia 1:4 ya kwamba kabla haujaumbwa katika tumbo la mamako nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Tunatamka utakaswe tangu tumboni kwa mama yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu zikushukie na kukufunika. Amen. Ikiwa ulikuwa unatusikiliza na tayari uwe ni mjamzito, usiogope. Maombi haya yatakusaidia na yatakuvusha kwa hatua kubwa sana. Unaweza ukaachilia sadaka baada ya maombi, na unaweza pia ukatutumia ushuhuda kupitia namba za simu zinazopita hapo chini. Na tumesha kufundisha hatua zote za kutamka maneno ukiwa mjamzito. Tutatoa tena kipindi kingine cha kuendelea kukufundisha hatua na kwa hatua, na Mungu akubariki sana popote unapotusikiliza. Amen.